Tumekuwa tukisoma historia kuhusiana na viongozi wakubwa waliosimama kutetea imani zao. Hivyo si ajabu ukisoma Biblia utasikia makubwa aliyoyafanya baba wa imani Abraham. Inawezekana umewahi kujiuliza, Mtakatifu Agustino wa Hippo ni nani? Na je, ilikuwaje mtu huyu kanisa limeona ni vyema kumkumbuka? Kwa namna ya pekee leo kama wanaparokia tunasherehekea maisha ya Mtakatifu Agustino wa Hippo. Kama somo wa parokia yetu, tunaendelea kumuenzi kwa maisha mema kama alama ya ukomavu kwenye imani ya makanisa yetu. Tarehe 28 Agosti, kanisa linakumbuka Mtakatifu Agustino wa Hippo kama mmoja wa walimu wakuu wa kanisa na ni mmoja wa watu walioacha alama kubwa katika historia ya Ukristo. Mtakatifu Agustino alizaliwa tarehe 13 Novemba mwaka 354 huko Tagaste, mji ambao leo hii unajulikana kama Souk Ahras nchini Algeria. Maisha yake ni simulizi ya mtu aliyepitia njia ndefu ya kutafuta ukweli, akitangatanga katika falsafa na anasa za dunia, lakini mwishowe akagundua kwamba moyo wa mwanadamu hautulii mpaka umuone Mungu. Katika ujana wake, Mtakatifu Agustino alikuwa ni kijana mwenye akili kubwa, kipaji cha pekee, kiu ya kujifunza, lakini maisha yake hayakuwa ya kumtafuta Mungu. Alifuata anasa za dunia na kujihusisha na mafundisho mbalimbali bila kujali machozi na maombi ya mama yake Monica. Alipata elimu huko Tagaste, Madaula na baadaye Karthago, ambapo alijifunza kwa kina lugha na sanaa ya ufasaha wa kuzungumza. Alimudu sana Kilatini ingawa hakujua Kigiriki. Pamoja na hayo, alikuwa ni mwanafunzi mwenye akili kubwa. Licha ya yote, hakuwa makini alipokuwa akifundishwa. Mabadiliko katika maisha yake yalianza mwaka 373. Alipokuwa Karthago, alisoma moja ya kitabu cha maadili cha mwanafalsafa Cicero, na kitabu hicho ghafla kilimwamsha ndani yake kiu mpya na hekima. Baadaye akakumbuka kwamba matumaini yake yote ya zamani yalikuwa yamepoteza maana na moyo wake ukaanza kutamani hekima isiyokufa. Aliona kwamba mali, anasa na mafanikio ya dunia haviwezi kumpa mwanadamu jibu la msingi wa maisha yake. Akaanza kutafuta ukweli kwa nguvu kubwa na kasi iliyowashangaza watu wengi. Kwa kuwa aliamini kwamba ukweli hauwezi kutenganishwa na Yesu Kristo, aliamua kuanza kusoma Biblia, lakini wakati huo hakuvutiwa nayo. Kwa sababu hiyo, Mtakatifu Agustino alianza kujenga imani ya Kristo na kutafuta mahali pengine jibu la maswali yake aliyokuwa akijiuliza kwa wakati mwingi. Hata hivyo, baadaye aligundua jambo muhimu sana: imani na akili si maadui, bali ni nguvu mbili zinazoweza kumwongoza mwanadamu kuelekea katika ukweli. Ndiyo maana katika mafundisho yake amesisitiza kwa nguvu kubwa kwamba tunapaswa kusadiki ili tuelewe, na ili tuelewe tunapaswa kusadiki. Hatimaye, baada ya safari ndefu ya ndani, Agustino alifika kwenye hatua ya ongofu tarehe 15 Agosti mwaka 386 akiwa na umri wa miaka 32. Aliamua kuacha kazi yake ya kufundisha na maisha yake aliyokuwa akiishi, akaenda nchini Italy. Aliishi kwa muda mrefu pamoja na mama yake Monica na baadhi ya marafiki zake. Ilikuwa ni hatua muhimu ya kutengana na maisha ya zamani na kuanza maisha mapya ya kumtafuta Mungu kwa sala, tafakuri na masomo. Mwaka 391 akiwa Hippo, Agustino alipewa upadri bila hata yeye kutarajia. Alianzisha jumuiya ya kitawa na kuanza kugawa maisha yake katika sala, masomo na huduma kwa watu. Mnamo mwaka 395 alichaguliwa kuwa askofu msaidizi wa Hippo na mwaka 397 akawa askofu wa jimbo hilo. Hapo aligundua kwamba uongofu wake haukuwa umeishia katika kuacha maisha yake ya zamani, ulikuwa unamwita pia ajitolee kwa ajili ya wengine. Agustino aliona huduma ya askofu ilikuwa ni mzigo mkubwa, lakini hakuacha kujadiliana na watu. Aliwatembelea wenye shida, aliwasaidia masikini na mayatima na kuwa mlezi wa mapadri wote. Agustino aliona huduma ya kuwa askofu ilikuwa ni mzigo mkubwa, lakini hakuacha kufundisha wala kujadiliana na watu. Aliwatembelea wenye shida, aliwasaidia masikini na mayatima na kusimama kuwa mlezi wa mapadri, huku akiwataka wakleri waishi katika maisha ya jumuiya, kusaidia na kueneza maisha ya kitawa kwa wanaume na wanawake. Ekaristi ilikuwa ni kiini cha maisha ya jumuiya zake. Mahubiri yake yalikuwa ni rahisi, yenye kueleweka, kwa sababu alizungumza na watu kwa lugha ya kawaida, akitumia mfano kutoka katika maisha yao ya kila siku. Kwa miaka takriban 35 akiwa padri na askofu, Agustino hakuchoka kuhubiri na kutetea imani ya Kikristo. Aliandika vitabu
na maandishi mengi sana yalikuwa yakijadili mafundisho aliyoyaona kuwa potofu. Hakubaki kuwa mwalimu wa Afrika Kaskazini pekee, bali maandishi yake yalisambaa na kuwa ushawishi mkubwa katika Ukristo. Mawazo yake na maandishi yake yaliathiri sana kanisa Katoliki, na baadaye hata wana mageuzi na Martin Luther wakamuona Agustino kama mfano wa baba wa kiroho. Katika vitabu vyake na maandishi aliyoandika, tunagundua alikuwa ni mtu ambaye alikuwa akifanya uchunguzi kwa uaminifu. Hakuogopa kukiri makosa yake, wala hakujiona kuwa tayari amefika kwenye ukamilifu. Alijua kwamba kutafuta ukweli ni safari ya maisha yote. Hilo lilionekana wazi miaka yake ya mwisho. Septemba 26 mwaka 426 aliwakusanya waamini na kuwatambulisha Padri Eraclio kuwa mrithi wake, ili yeye aweze kutumia miaka yake ya mwisho kwa huduma zaidi katika kusoma na kutafakari maandiko matakatifu. Katika miaka hiyo pia alijitahidi kuleta amani kwa Afrika Kaskazini iliyokuwa ikikabiliwa na mgogoro wa uvamizi. Alisisitiza kwamba ni bora kuzuia kuliko kujaribu kushinda vita baada ya kumwaga damu. Alitaka watu waelewe kwamba hata wale wanaopigana mara nyingi hudai kwamba wanatafuta amani, na kuwataka watu wamfuate Yesu Kristo, kwani habadiliki wala hazeeki. Dunia inaweza kutikisika, falme zinaweza kuanguka na ustaarabu unaweza kutoweka, lakini Kristo hubaki kuwa tumaini la mwanadamu. Hatimaye Agosti 28 mwaka 430 Agustino alifariki akiwa nchini Hippo. Umri wake ulikuwa ni miaka 75, wakati mji wake ulikuwa bado umezingirwa na Wavandari. Alifariki kama mtu aliyetumikia kanisa lake kwa moyo wake wote, baada ya maisha yake yaliyokuwa yameangazia anasa, falsafa, yakipitia mashaka na upotovu, na hatimaye yakafikia kilele cha kumpenda Mungu na kumtafuta, na hatimaye yakafikia kilele cha kumtafuta Kristo. Baada ya kifo chake aliheshimiwa kama mtakatifu na mmoja wa baba wakuu wa kanisa. Mwaka 1298 na Papa Boniface wa 7 alimtangaza rasmi kuwa mwalimu wa kanisa. Mojawapo ya maeneo ambayo Agustino alijulikana sana na vinywa vya watu vimekuwa vikimzungumza ni maeneo ambayo alikuwa akifundisha kuhusiana na dhambi, neema. Alifundisha kwa nguvu kubwa kwamba mwanadamu hawezi kujikomboa kwa nguvu zake mwenyewe. Ubinadamu umejeruhiwa na dhambi na mwanadamu anamhitaji Mungu ili amkomboe. Tunapomkumbuka Mtakatifu Agustino tarehe 28 Agosti, basi tusimkumbuke kama mwanafalsafa, kama mwanateknolojia, kama padri na askofu mkubwa. Tumkumbuke kama mtu aliyewahi kupotea lakini akapatikana, mtu aliyewahi kutafuta furaha mahali pengine lakini hatimaye akaipata kwa Mungu, mtu aliyewahi kupinga na kuhoji na kukosoa lakini hakukata tamaa ya kutafuta ukweli. Mwenyezi Mungu, mwisho wa safari yetu usituache tutawanyike katika mambo ya dunia, utufikishe kwenye pumziko la kweli ndani yako, na siku moja baada ya safari hii ya duniani utupokee katika uzima wa milele pamoja na watakatifu wako. Kwa maombezi ya Bikira Maria, Mtakatifu Monica, Mtakatifu Agustino wa Hippo, watakatifu wote, tunakuomba utujalie neema ya kuishi katika imani, kutembea katika upendo na kudumu katika tumaini mpaka mwisho kwa Kristo Bwana wetu. Mtakatifu Agustino wa Hippo, mwalimu wa kanisa, mwombezi wa wanaotafuta ukweli, shahidi wa nguvu ya neema na mfano wa moyo uliompata Mungu baada ya safari ndefu, utuombee. Mwenyezi Mungu, umetuumba kwa ajili yako, umetuumba kwa mfano wako, umetuumba ili tukutumikie wewe. Utujalie mioyo yetu isitulie mpaka tupate pumziko ndani yako.